wetu hii leo tunaungana na wageni wangu Frank Kandu, raia wa Malawi, anayetupa mtazamo wa ndani kutoka kwa wananchi. Asante. Stella Agara, mtaalamu wa masuala ya utawala bora kutoka katika studio zetu za Nairobi. Asante sana. Pamoja na Mohamed Isa, mchambuzi wa siasa kutoka Tanzania. Karibuni sana. Mimi ni Martha Saranga. Nikianza nawe Kandu, wewe ni raia wa Malawi. Ulipokeaje ushindi wa Peter Mutharika na unadhani wananchi wana matarajio gani makubwa kutoka kwa serikali mpya? Raia hapa Malawi wamefurahi sana na ushindi wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Unajua kwamba raia wa Malawi wameamua kumrejesha Profesa Arthur Peter Mutharika kama rais kwa matumaini kwamba kama mtu ambaye amewahi kuongoza nchi anajua kwamba nchi ina matatizo gani, na wengi wana matumaini kwamba Profesa Mutharika ataweza kuondoa nchi katika mgogoro wa sasa wa kiuchumi. Tume ya uchaguzi, Frank, ni huru kiasi gani katika kufanya maamuzi yake bila kuingiliwa na serikali? Maana kuna na malalamiko katika nchi nyingi za Afrika kwamba tume nyingi za chaguzi sio huru na upendelea mamlaka na sio upinzani. Hapa Malawi tume ya uchaguzi ilikuwa na uhuru kufanya kazi na ikafanya kazi vizuri sana. Tume ilikuwa inaongozwa na mwanamke mwanasheria Annabel Ntalimanja. Hata leo ukija hapa Malawi, ukisoma kwenye WhatsApp status unaona kwamba Malawi wengi wanampongeza kwamba mama amefanya kazi nzuri sana, kwa sababu hajaangalia kwamba Lazarus Chakwera ni rais kwa sasa. Kama Profesa Peter Mutharika anatoka chama cha upinzani, yeye alikuwa anafanya kazi kama tume ya uchaguzi. Ni kweli kwamba kulikuwa na malalamiko, lakini malalamiko haya wengi tu walikuwa wanaongea malalamiko. Hata tume ya uchaguzi ilisema kwamba walikuwa malalamiko madogo sana ambao wakaweza kuangalia vizuri na kuleta majibu kwa vyama vya upinzani. Frank Kandu, utaendelea kusalia katika laini yako. Tunaye pia Stella Agara. Jumatano kabla ya matokeo ya uchaguzi mkuu kutangazwa rasmi, Rais Chakwera alimpongeza mpinzani wake kwa kushinda na kuliambia taifa lake kwamba anafanya hivyo kwa kuheshimu nia ya wananchi ya kutaka mabadiliko ya serikali. Stella Agara, mabadiliko haya ya kisiasa barani Afrika yanamaanisha nini kwa mustakabali wa demokrasia ya Kiafrika? Nadhani matokeo ambayo tunaweza kuona hasa katika nchi ambazo zimeamua kwamba watapatia vyama vya upinzani uongozi ni kwamba wananchi wa Afrika wamechoka na uongozi ambao hauwafai. Kwa mara nyingi tunaona kwamba nchi nyingi wanasema kwamba yule ambaye ako kwenye ofisi ama ambaye ni rais ni vigumu sana kumuondoa. Hii ni funzo kwa wote ambao wameshikilia hatamu za uongozi, ya kwamba wakati wowote wananchi wanaweza kuamua kuwaondoa na bila kelele waweze kutumwa nyumbani kama hawafanyi kazi ambayo inawafurahisha wananchi. Mohamed Isa, kwa nini wakati huu tunaona ongezeko la upinzani kushinda uchaguzi katika baadhi ya mataifa ya Afrika? Ni matokeo ya mabadiliko ya kisiasa, uchumi, ama shinikizo la wananchi? Kusema kweli, bado uchaguzi katika bara la Afrika unatawaliwa na matokeo ya uongozi ulio madarakani katika uchumi, huduma za jamii na masuala ya utawala bora na haki za binadamu. Lakini pia ni ushahidi kwamba mfumo wa uchaguzi katika nchi husika kiasi cha kufikia kuruhusu chama cha upinzani au vyama vya upinzani kuingia madarakani inaonyesha kwamba mfumo wa uchaguzi katika nchi hiyo unakuwa uko sawa, ni wa haki, huru na unaaminika. Kwa nini kusema hivyo? Watu wengi wamekuwa wakifikiri kwamba demokrasia ni pale tu chama cha upinzani kinaposhinda chama kilichopo madarakani. Hapana, inaweza hata ikashinda chama kilichokuwa madarakani. Ili uchaguzi uwe wa haki, uhuru na usawa, kuna vipengele muhimu 6 vinatakiwa vithibitike katika uchaguzi huo. Fanyike katika mazingira ambayo ni ya haki, wapiga kura na wapigi wa kura. Sio tu wapigi wa kura, wapiga kura pia nao wawe wamelindwa kisheria, na mazingira hayo uchaguzi huo utekelezwe ipasavyo pasina ubaguzi. Ili ufanyike katika mazingira ya huru na haki na ya usawa, ambapo kupiga kura, wapiga kura watajitangaza na kunadi sera zao kwa usawa, na wapiga kura pia watakuwa na haki ya kujumuika katika mikutano ya kampeni na kusikiliza sera za wale wanaotaka kuchagua kwa usawa. Ufanyike katika taratibu nzuri za wapiga kura siku ya uchaguzi, kuhesabu kura na kutangaza matokeo,
kuwe ni haki, uhuru na sawasawa kwa wagombea na kwa wapiga kura. Lakini la sita na muhimu kabisa, matokeo ya uchaguzi yaweze kupingwa ikibidi mahakamani na hoja ziwasilishwe, na kama kuna haki kwa wanaolalamika wapewe haki yao, na wale ambao wamevunja taratibu za uchaguzi wachukuliwe hatua. Sasa hili ndio linaweza likachukulika kwamba ni uchaguzi wa haki, lakini sio tu kushinda kwa chama kilichoko madarakani. Hebu tuangazie vigezo ambavyo vinaonekana kuwa na ushawishi mkubwa kwa wapiga kura kubadili mwelekeo wao kisiasa. Frank Kando, nini hasa kiliwapa wananchi wa Malawi msukumo wa kuamua kumchagua ama kumpa nafasi mgombea wa upinzani? Uchumi wa nchi umeshuka sana. Wa Malawi wanatatizika kuishi kwa sababu bei za bidhaa zimekuwa ghali sana. Watu wamelazimika kupanga foleni kutafuta mafuta ya gari, kutafuta sukari, kutafuta hata mahindi. Na ukiangalia kiuchumi, Malawi hali iko mbaya sana. Stella Agara, umemsikia Frank, una mtazamo gani? Mara nyingi ni hali ya uchumi, kwa sababu wananchi wote wa Afrika wameweza kusikia uzito wa mabadiliko katika uchumi ya nchi za Afrika. Nyingi ya nchi hizo zimeweza kupata, tangu tukue na ugonjwa wa COVID na ile pandemic, imefanya nchi nyingi sana zimeweza kuzoroteka sana kiuchumi, na uzito wenyewe unasikika kwa wananchi kila siku wanaponunua bidhaa za kawaida. Jambo lingine ambalo pengine limeweza kubadilisha maoni ya kura kule Malawi ni kwa sababu ile nchi imekuwa katika hali ya umaskini kwa muda mrefu sana, na kwa miaka chache ambayo imepita wamekuwa na shida kubwa sana ya mafuta. Bei ya mafuta ikipanda juu katika uchumi zote za Afrika, tunaona ya kwamba pia bei za kila kitu, bidhaa zinaongezeka, na inafanya maisha yanakuwa ngumu sana kwa wananchi. Jambo la tatu ni kwamba wengi huwa wakati mwingine wanajiambia kwamba wanahitaji kiongozi mpya ambaye ana maono kuweza kuwapangia uongozi na kuweza kuwapangia nchi ili waweze kuwa na maisha rahisi. Lakini kuna wengine ambao wanakuwa na ile tunaita kwa kizungu nostalgia. Wanamkumbuka kiongozi aliyekuwa nao kitambo, na pengine wana imani ya kwamba akirudi ataweza kuwapatia uongozi ambao utaweza kuwatuliza roho na pia iweze kupunguza ugali wa uchumi. Sijui kama kutakuwa na matokeo tofauti kulingana na rais yule ambaye ameweza kuchaguliwa katika nchi ya Malawi, lakini wananchi wamezungumza bila kusitasita ya kwamba wanataka uongozi tofauti. Labda mimi niongezee pale inapokuwa sasa athari za uchumi huo zimefikia kiwango cha kutokuvumilika. Wananchi wa Afrika ni wavumilivu sana, lakini inapofikia kiwango hakivumiliki, huduma za jamii zimeparaganyika, mahitaji muhimu yamekosekana. Hiyo ni moja ya sababu kubwa ya kuondoa chama kilichokuwepo madarakani. Lakini la ziada katika hilo ni suala la ikiwa patakuwa na maonevu na kukosekana kwa utawala bora, ukawa na wananchi haki zao zinavunjwa wazi na ikawa hakuna namna ya wao kuona kwamba wako huru katika nchi yao, hilo ni jambo jingine ambalo linaweza kuwavurumusha kutoka kwenye madaraka wale wanaotawala. Stella Agara, unadhani taasisi za kidemokrasia barani Afrika kama tume za uchaguzi na mahakama zimekwisha komaa kiasi cha kushughulikia mabadiliko haya kwa njia huru na haki? Sidhani tunaweza kusema kwa uhakika ya kwamba ni taasisi zote za uchaguzi ambazo zimeweza kumakinika katika shughuli ya uchaguzi, hasa wakati ambapo shughuli ya uchaguzi inaenda tofauti na serikali ambayo iliyopo. Lakini kwa sasa najua wanapata nafasi ya kujifunza na kuona wenyewe ya kwamba kuna mabadiliko ambayo yanafanyika kwenye tabia ama hulka za wapiga kura, na kwa hivyo itabidi pia hao waweze kujipanga wenyewe wabadilike vile ambavyo wapiga kura wanabadilika. Itabidi pia wajipange kuhakikisha kwamba wanafanya yale mambo ambayo ama wanafanya uamuzi ambao unaambatana na matakwa na mapendekeo ya wapiga kura. Nyingi zao itabidi walazimishwe kubadilika ama wataondolewa, kwa sababu tumekuwa na taasisi nyingi ambazo zinafanya kazi kumtetea yule kiongozi aliye ofisini. Mara nyingi wanakuwa kwa muda mrefu. Tumeangalia nchi ambazo zina marais ambao wamezeeka wakiwa mamlakani, na kila wakati taasisi zinavyoundwa zinaundwa wakiwa wako na mawazo ya kuendeleza uongozi wa vyama ambavyo vimeweza kuwapa usukani katika taasisi hizo. Mabadiliko yatafanyika pakubwa watakapogundua ya kwamba wananchi wameamua ya kwamba
yeyote ambaye hawezi kufanya yale ambayo wananchi wanataka hataweza kuwa na nafasi ya kuwahudumia kwa muda mrefu. Jambo lingine ni kwamba pengine uzito wa kura za wananchi, tuliona taswira inayofanana na hii kule nchini Botswana walipokupiga kura bila kelele yote, na baada ya kumaliza uchaguzi tukapata kwamba wamebadilisha uongozi wao, na imefanyika Malawi pia. Inamaanisha kwamba ni jambo ambalo tutazidi kuiona kwenye bara la Afrika, na nyingi ya taasisi hizo itabidi wachangamke na wajipange ili waweze kuambatanisha mipango yao na kazi zao kulingana na maono, matakwa na hisia za wapiga kura. Unaendelea kutegea sikio mjadala kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunaangazia mwelekeo mpya wa kisiasa ambapo barani Afrika vyama vya upinzani vinaendelea kupata ridhaa ya wananchi kuongoza nchi zao, kama ilivyoshuhudiwa hivi karibuni nchini Malawi ambapo Peter Mutharika ameibuka mshindi dhidi ya rais anayemaliza muda wake Lazarus Chakwera. Kwa maoni yako Frank Kandu kutoka Blantyre, serikali mpya inapaswa kuanza na vipaumbele gani ili kuendana na matarajio ya raia? Kwa sasa hapa Malawi, ukiangalia serikali wanasema kwamba baada ya uchaguzi kuna siku 7 kabla kumwapisha rais, na hiyo inawezekana kufanyika au kwa mwezi nzima, lakini unajua kwamba mabadiliko kama haya yakifika inaonyesha kwamba serikalini hata wafanyakazi wanajua kwamba kuna uongozi mpya, na hata raia hapa Malawi wanajua kwamba kuna uongozi mpya. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kikazi mabadiliko tayari yameshaanza, na tunaangalia na kusubiri kwamba nini kitaendelea, kwa sababu leo Profesa Mutharika ataongea na nchi. Hatujui kwamba ataongeaje, lakini nafikiri kwamba kwanza itakuwa mambo ya kuomba Malawi kuendelea kuwa na hali ambayo iko kwa sasa. Kuna utulivu, kuna amani, lakini kwa kikubwa wa Malawi wanataka kujua kwamba kiuchumi itakuwaje, kwa sababu kwa sasa hali ni mbaya sana. Na katika orodha ya nchi zinazotarajiwa kufanya uchaguzi hivi karibuni kama Tanzania, Uganda hapo mwakani, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Cameroon, kuna uwezekano wa kushuhudia mabadiliko, na hili nitapenda wachambuzi wetu mnieleze nyote mnaona nini. Kulingana na zile habari ambazo tunapata kutoka Cameroon ya kwamba wananchi wamechoka sana na uongozi wao, na wamefikia pale ambapo wanazungumza wazi kuhusu kubadilisha uongozi. Kwa hivyo kuna uwezekano taswira hii itaweza kuonekana kule Cameroon, isipokuwa yale mabadiliko ambayo amefanya kiongozi kwa kuhakikisha kwamba amebadilisha viongozi wa taasisi nyingi ambazo zinashughulika na mambo ya uchaguzi iweze kuwazuia wananchi kupata haki yao. Nchi nyingine pengine ambayo pengine ningesema tutaweza kuona malumbano makubwa ni nchi ya Uganda, kwa sababu tumeona yule mpinzani Bobi Wine ameweza kupata ushawishi mkubwa katika nchi hiyo. Pengine ataweza kumuondoa, kwa sababu tunajua vile ambavyo uongozi wa Rais Museveni umekita mizizi, lakini tunajua kwamba atatingisha kabisa serikali na kuweza kuwakumbusha wananchi wa Uganda ya kwamba mabadiliko yanawezekana. Ni ngumu kidogo Tanzania, kwa sababu ya vile ambavyo mambo yametokea, na hasa kwa sababu ya kwamba kiongozi wa upinzani pengine ama chama ambaye ni ya pili katika nguvu Tanzania, Chadema, haitaweza kujihusisha katika uchaguzi. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu kidogo kuona mabadiliko kama hayo, lakini nafasi imeisha tayarishwa kwa sababu ya matukio ambayo tumeyaona mwaka huu wote, na pia kulingana na yale matokeo ambayo yatatokea kotini kuhusu kesi ya mkuu wa upinzani Bwana Tundu Lissu. Ndio mabadiliko ni ya polepole, ni ya njia ya kuhakikisha kwamba nchi zote zinaweza kupitia process yao ya kuweza inaitwaje, yani kumachua katika demokrasi, lakini mabadiliko yatafanyika mwishowe. Na viongozi wengi ambao wamekuwa uongozini kwa muda mrefu itabidi waondoke ili waache nafasi mpya kwa viongozi wapya. Ugumu wa uongozi Malawi ilikuwa ni kwa sababu rais aliyekuwa hakuwa makinika katika shughuli ya kudhibiti
uchumi wao, na ndio maana ameweza kuondolewa. Wengi wa viongozi wataweza kuondolewa kwa sababu hizo, maana mwananchi akimpa mamlaka yeyote huwa anatarajia kwamba atakuja kurahisisha maisha yake, na pia kuweza kuhakikisha kwamba watakuwa na ile access ama waweze kupata haja zao za kila siku. Wakizikosa, inasemekana ya kwamba yule ambaye ana njaa atakuja ale chakula yako hata bila ruhusa. Kwa hivyo itabidi wajipange wote. Pengine itafanyika polepole, lakini wote itabidi wajipange, kwa sababu mabadiliko hayataweza kusimamishwa wananchi wanapoweza kujifunza na kuanza kuelewa siasa kwa njia. Kwako Mohamed Isa. Sidhani, kwa sababu kama alivyosema aliyokuwa waziri mkuu wa dola Sovieti miaka ya 60 kwamba ukinipa uwezo wa kudhibiti mchakato wa mfumo wa uchaguzi, basi huwa sijali ni nani anayepiga kura. Mifumo yetu ya uchaguzi bado haijakaa sawa kuweza kuruhusu mfumo wa uchaguzi kuwa wa haki na wa huru. Kwa Cameroon kuna changamoto kubwa, kuna mabadiliko kama alivyosema mwenzangu hapo. Sasa itabaki kuona kama mabadiliko haya yataathiri uchaguzi wao. Uganda, mimi sina hata wasiwasi kwamba Yoweri Kaguta Museveni ataibuka kuwa ni mshindi, kwa sababu ya nilichokizungumza, mifumo yetu haijakaa sawa. Kwa Tanzania picha iko wazi ni nani atakuwa mshindi, lakini Malawi ndio kimeshatokea. Ilikuwa ni kama vile mechi ya marudiano ya mwaka wa 2019. Unakumbuka hao wawili walipambana mwaka 2019 na Profesa Peter Mutharika alikuwa anaongoza, Lazarus Chakwera alikuwa nyuma, lakini mahakama ya katiba ikavunja matokeo hao ya uchaguzi. Kwa hiyo katika nchi hizo ulizotaja hatutegemei mabadiliko. Malawi imepenya kwenye tundu la sindano, na sababu ni hizo za kiuchumi zaidi kuliko mengineyo. Stella Agara amegusia hapo kwamba rais wa Malawi hakumakinika katika kudhibiti maendeleo kama mojawapo ya sababu iliyofanya rais huyo kupoteza nafasi. Unadhani vyama barani Afrika vinakosea wapi hadi kufikia hatua ya kupoteza imani ya wananchi, na vinaweza kujirekebisha vipi, Isa? Kwamba kwanza vyama vingi katika bara la Afrika au nchi za Afrika haziko huru na mfumo wa kiulimwengu. Utakapoangalia chaguzi za Afrika lazima usiache kuangalia au uchumi wa nchi za Afrika usiache kuangalia mfumo wa uchumi wa dunia. Nchi nyingi za Afrika zinakuwa ni waathirika wa kinachotokea duniani. Vita ya Gaza, vita ya Ukraine imeathiri sana uchumi wa nchi mbalimbali, kama alivyotangulia kusema mwenzangu. Ugonjwa wa uviko 19 wakati huo uliathiri sana, kiasi wananchi wao hawana upeo huo wa kujua kwamba uchumi wa nchi moja unaathirika na kutokana na yanayotokea huko ulimwenguni kwa ujumla. Kwa hivyo wao huwa wanachofanya ni huyu anayetutawala ndio anatakiwa ashughulikiwe. Lakini pia ni kukosa umakini kwa vyama vinavyotawala kuona hasa haja ya wananchi sehemu kubwa iko kwenye mambo gani, na iweze kuyasimamia vizuri mambo hayo. Kwa mfano kama Malawi ni nchi ambayo imezingirwa, haina bahari, inategemea kupokea bidhaa zake kutoka nje, na iliathirika kama ulivyoona na mafuriko mwaka juzi na kimbunga kilichopita. Sasa kuweza kurudi na ikawa serikali inatoa huduma za chakula, mafuta kama inavyotakiwa, na huku ikiwa na ile inflation au kuporomoka kwa uchumi wa dunia, ilikuwa ni jambo ambalo halitegemewi kwamba Lazarus Chakwera angelilikuwepa, na hata angekuwa Peter Mutharika kwenye utawala wakati huu kwa changamoto zilizokuwepo Malawi, pengine na yeye angeweza kaondolewa kama alivyoondolewa mwenzake. Kwa hivyo ni makosa ya ndani ya kisera na mipango ya uchumi ya vyama vinavyotawala katika bara la Afrika, lakini pia ni sababu zilizo nje ya uwezo wa nchi hizo za Afrika huwa zinaathiri mpaka kufikia matokeo kama haya. Hebu tuelekee tena Malawi kwake Frank Kandu. Ni funzo gani ambalo linapatikana kutoka kwenu Malawi? Ninyi kama raia mmejifunza nini hapo? Kutoka hapa Malawi, na funzo kubwa ni kwamba raia kwa siku hizi wanajua kwamba tunataka nini kama raia. Wanajua kwamba tuna nguvu ya kubadilisha uongozi kupitia kura, kwa sababu ukiangalia waongozi wakija hapa wanaongea tu mambo vitu ambazo haziwezekani. Hapo anafikiri kwamba raia hajui, lakini
uchaguzi wa mwaka huu kweli, hata chama cha MCP, hata Lazarus Chakwera najua kwamba haamini kwamba ilikuwaje ili akashindwa, kwa sababu hakuwa nafikiri, mimi nimesafiri nchi nzima, nimeongea na Malawi, lakini hajajua kwamba Wamalawi wanaangalia kwamba ni nini tunachotaka. Kwa hiyo kwa kikubwa inaonyesha kwamba kwa sasa Wamalawi wamejua kwamba wana nguvu, na nguvu hizo kupitia kura. Kwako Stella Agara, umemsikia raia wa Malawi anavyoeleza hisia za raia wa Malawi walichojifunza kutoka kwenye uchaguzi wao mwaka huu. Nimeweza kumsikia, na kwanza nakubaliana kabisa naye, hasa kuhusu jambo la kwamba wananchi wengi wa bara la Afrika wameanza kujifunza ya kwamba ni lazima wafuatilie uchaguzi na kuhakikisha kwamba yule ambaye wanamweka ofisini aweze kuwa ni mtu ambaye atamakinika katika kufuatilia mahitaji yao. Lakini jambo la pili ambalo Waafrika ama wapiga kura wa Afrika wanajifunza kutoka uchaguzi wa Malawi ni kwamba mabadiliko yanawezekana wakijipanga tu wenyewe, mabadiliko yanawezekana. Naona ni kama pengine pia kutoka na jambo lingine ambalo watu wataweza kujifunza. Sijui na pengine umeweza kuipata tulipokuwa katika mazungumzo ya kwamba sina imani sana kama kiongozi ambaye ameingia ataweza kubadilisha uchumi wa nchi ya Malawi, lakini wameshafanya mabadiliko. Waafrika itabidi wajifunze, wakiangalia waone utarudia yule kiongozi ambaye mlimuondoa, ataweza kuja kurudia makosa yake ambayo yalifanya aondolewe ofisini, ama atakuja kufanya mabadiliko. Kuna mengi ya kusoma katika taswira ya uchaguzi wa Malawi. Itabidi tumwangalie rais mtarajiwa hata Peter Mutharika, tuone kama ataweza kufanya mabadiliko ambayo yanatarajiwa katika nchi hiyo. Jambo la mwisho ni kusema ya kwamba wananchi ndio wenye nguvu. Wananchi wakipiga kura wanampa kiongozi nguvu, na kila wakati wanapoona ya kwamba hawapati mahitaji yao hayaangaliwi, wako na haki ya kumfuta kazi yule kiongozi na kumpa mtu mwingine kazi ya kuwaongoza. Kwako Mohamed Issa. Wananchi wanajitambua hivi sasa, na niungane na wenzangu waliotangulia. Ile niongeza tu kwamba fundisho tunaweza kulipata Malawi ni inaonyesha mfumo wa uchaguzi wa Malawi umeimarika sana kutoka mwaka 2019. Mahakama ya Katiba ililazimika kufutilia mbali matokeo ya uchaguzi kutokana na upungufu au malalamiko yaliyotolewa. Sasa mwaka huu inaonyesha kwamba mfumo wa uchaguzi wa Malawi unatoa fundisho kwamba ikiwa mfumo umekaa vizuri na watu wakapewa haki zao, wapiga kura na wapigi wa kura, basi matokeo yanaweza yeyote akashinda, aliyoko madarakani au asiyokuwepo madarakani. Lakini pia tunaweza kujifunza hapo kwamba kutokana na hali ya uchumi ya Malawi ilivyokuwa, sera za kiuchumi kati ya Peter Mutharika na Lazarus Chakwera zimekuwa ndio zilizoamua ni nani akae madarakani. Na hata kama Rais Chakwera aliyopita angezungumza sera nzuri sana, lakini kutokana na kwamba tayari yeye mambo yametokea akiwa katika utawala, wananchi hawakuangalia tena sera zake. Walichoangalia ni mahitaji ambayo wameyakosa wakati wa utawala wake. Na hili ni fundisho jingine kwamba watu unaweza kaja na sera nzuri, lakini kama hawajaona wanaathirika vipi na sera zako, hawawezi kuchagua. Swali linabaki ni je, kama alivyosema mwenzangu, matumaini ya wananchi wa Malawi kwa Peter Mutharika yatatekelezwa? Na hili ndio jambo ambalo wachunguzi wa mambo ya kisiasa wanapaswa wawe wanaliangalia. Kama ingekuwa nchi hizi zina uchaguzi wa kati ya muhula kama ilivyo nchi ya Marekani, ingeweza ikatupa matokeo mazuri sana. Pengine baada ya miaka 2-3 uchaguzi wa kati ya muhula ukatokea, ungeonyesha kama anafanikiwa Peter Mutharika au la. Naam, shukrani sana msikilizaji, na hadi hapo hatuna la ziada. Asante sana Frank Kandu kutoka Malawi. Asante. Stella Agara, mtaalamu wa masuala ya utawala bora, na Mohamed Issa, mchambuzi wa siasa, kwa kushiriki nasi mjadala leo hii. Asante sana. Asante sana. Kwa niaba ya msimamizi wa kipindi Skola Kisanga, muhariri David Nkya, fundi mitambo Esther Luambano Dar es Salaam, Nairobi Maximilian Onyango, kwa niaba ya Beldin Waliaula na Steha Mohamed, mimi ni Martha Saranga na kutakia weekend njema.